lakini hakuna. Umetoka asubuhi, tumeonana sawa, umekula sawa, hukula shori zako. Mimi bora nimepika chai iko juu ya meza hapo, unataka kunywa utabeba, utajijua mwenyewe. Umetoka kazini, umerudi sawa, hukurudi sikuulizi. Ndoa nyingi sasa hivi ziko hivyo kwa sababu watu wanaishi sana kwa mazoea, wataishi sana na mazoea, which is so bad. Sasa mimi hayo mazoea nataka uyatoe. Na ndio maana hii leo nataka nizungumzie kuhusiana na different sex position. Mikao tofauti ya kuvumbulana jamani. Kwenye kuvumbulana itakuwa na kupatia mkao wapi wewe mwanamume unafaa kuwa na wewe mwanamke unafaa kuwa, lakini pia na maana yake ama faida yake. Ila katika hizi sex position, katika hii mikao ya kuvumbulana, uangalie na wewe huyo mpenzi wako anaweza. Kwa sababu kama mpenzi wako ni mnene kupitiliza, ni lazima utumie ile style ambayo atakuwa comfortable nayo. Manake kuna wengine si wanono wa kupitiliza, lakini ni wavivu tu. Hawapendi kujisumbua. Mambo ya kujikunja, miguu ishikane na utosi, miguu ishikane na kisigino saa ngapi. Hataki kabisa kujisumbua, hataki kabisa kujishebedua. Mvivu huyo. Ndio maana kuna pilo, kuna mito juu ya vitanda. Wewe unaona kitanda kimetandikwa, kuna kama pilo 4 hivi kwenye kitanda. Unaona sasa labda hizi ni za umaridadi, moja ya mpenzi wangu, nyingine ya mpenzi wangu, hizi zingine 2 tutaziweka kando, asubuhi tutazipanga kwenye kitanda. Hapana. Hiyo mito ina kazi yake wakati wa kuvumbulana, ndiyo maana inawekwa juu ya kitanda. Yule mpenzi wako ambaye ni mvivu, na huende ikawa kuna sex position ambayo unataka kuitumia, na yeye labda hawezani katika kujibenua, kujigeuza, kujienua, ndio hiyo pillows zinatumika kwa wakati huo. Kwa hivyo nafasi ya kwanza ama style ya kwanza ambayo nitaizungumzia hapa msikilizaji ni flat iron. Flat iron, hii namna ya wewe na mpenzi wako mtakavyojipanga ni kwamba mwanamke alalie ama alale kwenye kitanda, uso ukiangalia chini, makalio yanaangalia juu. Tumeelewana eh? Na hapa kunahitaji kujibinua. Sasa mwanamke, kazi kwako, kwa sababu unahitajika uonekane, uonyeshe flexibility wako, yani utundu wako. Sasa hapa ndio unafaa kuonyesha. Lazima uinue nyonga, lazima ujibinue kidogo, makalio juu yafike juu kidogo, sawa eh? Sasa kama itakuwa huwezi kujibinua, huwezi kujiinua, yani bimaana makalio yawe juu kidogo, ndio pale sasa unaeka ile pilo kwenye kiuno cha mpenzi wako ili makalio yawe juu kidogo, iwe ni kama amejibinua lakini kwa kusaidiwa na pilo, sawa eh? Na kufanya hivyo ni kuongeza yale mautamu, ile raha wakati wa kuvumbulana. Na hapa sidhani kama ina haja ya mimi kukwambia wewe mwanamume unafaa ukae wapi. Kama mwanamke ameshalala hivyo, unajua sehemu ya kukalia ni wapi ama ya kusimamia ni wapi. Faida yake hapa, mwanamke anapata nafasi ya kupata raha, ya kusikia mautamu akiwa amestarehe vyema, kwa sababu mwili wake itakuwa umerelax, yani relax kwa sababu itakuwa amelala. Alafu maumbo yake, bimaana kipochi manyoya chake, wewe utakapomuingilia itakuwa yamebana. Kwa hivyo kuna kubana fulani, mautamu fulani unapata wewe mwanamume. Na maumbile ya mwanamke ya kibana,
automatically maumbile yako wewe mwanamume, yani mkia wako utaonekana ni mkubwa kidogo. Kwa hivyo hii flat iron inampatia mwanamume kupata raha, lakini pia mwanamke atakuwa anasikia mautamu wakati mwili wake uko relaxed, na maumbo ya mwanamume yatakuwa yanaonekana na kusikikana kuwa makubwa sana. Lakini staili ya pili, msikilizaji, ni G-Wiz. Huenda ikawa hizi zote wewe umezifanya, lakini hujui kama majina yake ni haya. Kwa hivyo tulia nikupatie uhondo. Staili ya pili inajulikana kama G-Wiz. Namna ya kujipanga hapa, mwanamke alale chali, yani uso, manyonyo pamoja na kila kitu viangalie juu. Sawa? Bimaana kisogo, mgongo, makalio yatakuwa yako chini. Natumai tupo pamoja. Sipendi kuachwa peke yangu. Sawa? Sasa hapa mwanamume unafaa upige magoti. Unapiga magoti mbele yake pale. Baada ya hapo mwanamke ataweka miguu yake kwenye mabega yako wewe mwanamume. Sawa? Pilo pia hapa inaweza kutumika. Utaiweka chini kwa mwanamke. Sawa? Na pilo sana kutumika huwa inatumika kuweka hapa karibu na makalio, kwenye kiuno hapa, ili kidogo kinena kipande juu, makalio ya pande juu kidogo. Sawa? Alafu tena hapa mwanamke pia anakuwa more relaxed and more comfortable. Faida yake hapa, mwanamke akiweka miguu yake juu ya mabega yako wewe mwanamume wakati wa kuvumbulana, kuna faida mbili mtafurahia. Ya kwanza, maumbile ya mwanamume na kipochi manyoya, yani mkia na kipochi manyoya zote zinakuwa katika level moja, kwa sababu wewe utakuwa umepiga magoti, mwanamke ameweka miguu yake juu, alafu kuna na pilo chini ya makalio hapo. Kwa hivyo mkia na kipochi manyoya zote ziko sambamba, ziko katika level sawa, na hapa itasaidia sana maumbile ya mwanamume kugusa. Wewe kama ni mwanamume na hujawaipo kabisa kuisikia wala kuishika G-spot ya mwanamke, basi hapa utapata nafasi nzuri sana ya kuishika na kuigusa. Faida ya kutumia G-Wiz. Lakini pili, uke wa mwanamke, kipochi manyoya sasa hapa ndo kimerudi kidogo, yani kimebana. Ukivumbula utasikia kitu kiko very tight, na we mwenyewe unajua mwanamume faida ya uke, faida ya kipochi manyoya kikiwa kimebana. Bila kujizuia utaweza kufika kileleni kabla mpenzi wako, kwa sababu ya maumbile yake kubana. Sawa? Na nilishakufundisha pia ile jinsi ya kuzuia kufika mapema. Ukisikia vitu vinakuja, wewe fanya kama ile start and stop. Punguza pace kwenye ingiza toa. Kama ilikuwa pace ni kubwa, punguza na ku start and stop. Start and stop itazuia wazungu kabisa kufika haraka. Kwa hivyo hapa nyote muna starehe, nyote munasikia utamu, nyote muna furahia kuvumbulana. Maumbile yako on the same level, lakini pia kipochi manyoya kimebana. Alafu sasa wewe kama mwanamume unafurahia mbano, unafurahia ile tightness. Na unajua kipochi manyoya kikibana, shekhe, ni utamu kupitiliza. Lakini msikilizaji, kuna face off. Hapa mwanamke anafaa akae juu ya kiti.
Ndio maana kila siku sio kuvumbulana ni kwa kwenye kitanda peke yake. Unaweza kwenda jikoni, mnaweza kwenda chumbani, mnaweza kwenda sebleni. Sawa? Kwa hivyo hii face up hapa, mwanamke akae juu ya kiti. Kama hamuna kiti, basi akae pembezoni mwa kitanda, huku mnakuweka miguu huku. Sawa? Mwanamume, kunradhi, sio mwanamke. Mwanamume akae hapo pembezoni mwa kitanda kama hamuna kiti. Lakini kama kuna kiti ama kuna sofa, kochi hivi, unaweza kukaa pale mwanamume. Alafu sasa mwanamke aje akae juu yako. Mwanamke aje akae juu yako. Na hapa sio lazima iwe chumbani, nimekwambia. Muda mwingine mwanamume umetayarishiwa. Sasa ngoja nikupatie ubunifu. Labda mumezoea wenyewe kula juu ya meza. Sasa hiyo siku umewekewa chakula juu ya meza. Kaa hapo juu ya meza. Hii style ya face off, sawa? Unakaa juu ya meza, mpenzi wako kisha kuandalia chakula ambacho kinapoa, anakuja sasa kukukalia na wewe juu hapo. Wewe unakula chakula cha kupoa na unakula chakula ambacho hakipoa at the same time. Yani hapo unaua ndege wawili kwa jiwe moja. Wewe uogopi. Unakula huku ukila. Faida yake hapa ni nini? Yani hapa kwanza, wewe mwanamke, wewe hapa ndio dereva. Sawa? Kwa sababu utakuwa uko in control. Una control kila kitu. Wewe ndio dereva. Kwenye kuongeza speed unaongeza speed, kwenye kushika clutch unashika clutch, kwenye kukanyaga mafuta unakanyaga, yani kwenye kubadilisha gear, unataka kwenda drive, unataka kwenda river, yani ni wewe. Kwa sababu wewe mwanamke hapa ndio utadetermine ile speed itakayotumika. Sawa? Kwa sababu uume nao itakuwa, yani mkia uko ndani ya kipochi manyoya. Sasa na ni wewe pia mwanamke una uwezo wa kudetermine uume uingie wote, mkia uingie wote, ama uingie kidogo kidogo. Anaweza kuuchezea mkia ukiwa kwenye kichwa peke yake, ukawa kwenye shingo, mpaka ukaingia kwenye, ukumbuke haina mabega hiyo. Sijui hata itakuwaje. Sasa msikilizaji, hapa mwanamke wewe ndo unakuwa wewe ndo unamuonyesha yule mwanamume maufundi. Hapa sasa ndo kwenye upropela unaingia. Hapa sasa kwenye ufundi unaingia. Hapa ndio kwenye feni mbovu inaingia. Sijui kama tunaelewana. Muonyeshe huyo mwanamume kwamba umepelekwa unyagoni. Unajua kuikatikia na unajua kuibania kwa ndani. Hapo sawa? Hapa mwanamume unatulia tu, wewe usikie raha na utamu, lakini haimaanishi kwamba mikono uliye nayo yameketi lelelele, yameketi wa, hapana. Unaweza kupapasa ule mgongo wake. That is kama itakuwa umeketi chumbani pembezoni mwa kitanda. Lakini kama uko mezani unakula, kuna mafruti pale, paka kwenye mwili. Kama kuna asali unaweza kuitumia paka kwenye matiti, piga mnyonyo. Kuna ice cream, pake piga mnyonyo. Anaendelea kuikatikia kwa ndani, wewe unaendelea kupiga mnyonyo. Hauna, papasa japo nyele kwenye mgongo huku, cheza na chuchu zake. Yani pia wewe ujifanye pia uko active.